بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكفوا إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sasa leo tunajifunza mambo kadha yanayohusiana na mirathi. Watapokusanyika wanawake wamefiwa, basi mfano yuko binti wa marehemu, wale tulioeleza kwamba wanawake wanastahili kurithi. Kuna mke wa marehemu, kuna binti wa mtoto mwanamume wa marehemu, kuna dada wa marehemu wa baba mmoja mama mmoja, kuna dada wa baba mmoja tu na marehemu, wote wanawake. Kuna bibi wa marehemu mzaa mama yake. Sasa nani atakayerithi na nani hatorithi? Hili ndio tunajifundisha hivi leo. Watapokusanyika wanawake wanaostahili kurithi, basi katika hao wote watorithi ni wanawake watano tu. Ni kina nani? Mataan, mtu kafariki akawaacha watu wanaostahili kurithi ni hawa wafuatao: albinti, mtoto mwanamke wa marehemu, wa binti libni, na mtoto mwanamke wa mtoto mwanamume wa marehemu. Sikiliza, mtoto mwanamke wa mtoto mwanamume wa marehemu. Mtoto wa mtoto wetu mwanamume naye ni mwanetu, na mtoto wa mtoto wetu mwanamke ni mtoto wa wenzetu. Kiswahili hiki kinaeleweka Waislamu? Mtoto wa dada yako ni mtoto wa watu wengine. Mtoto wa kaka yako ni mtoto wenu. Mtoto wa binti yako ni mtoto wa wenzako watu wengine. Mtoto wa mtoto wako mwanamume ni mtoto wako vile vile. Sasa hapa kafa mtu, kaacha binti yake mwenyewe, kaacha mtoto binti wa mtoto wake mwanamume, wal ummi, na kaacha pia mama wa marehemu, wazaujati, na kaacha mke wa marehemu. Hawa ndio walio hai katika familia ya marehemu huyu. Wal ukhti shaqiqa, na dada wa marehemu baba mmoja mama mmoja. Sasa hapa tuiulize Qur'ani ndio ituambie watarithi vipi watu hawa. Qur'ani imekuja ifanyiwe kazi, itumiwe hukumu zake, haijaja isomwe tu hivi. Haya, Suratun Nisa aya ya 11 inaanza kutoa maelekezo. Huyu kafariki kaacha binti. Qur'ani inasema nini? Wa in kanat wahidatan falaha nisfu, kama binti wa marehemu ni mmoja atastahiki kupata mirathi nusu ya mali ya marehemu. Iliyotamka binti wa marehemu anapata nusu, kitabu gani hiki? Kwa hivyo usije ukatoa maelekezo yako ukaacha maelekezo yaliyosemwa na Qur'ani. Usifuate maelekezo ya mila zenu, sijui jadi zenu, sijui ukoo wenu. La, hayawezi kuwa yanapewa kipaumbele, Qur'ani kacho nyuma. Haiwezekani Waislamu. Tunaelewana? Kwa hiyo surati Nisa aya ya 11, aya ya 11 surati Nisa ndiyo iliyoeleza fa in kanat wahidatan falaha nisf, kama binti wa marehemu ni mmoja atastahiki kurithi mali ya marehemu baba yake kiasi gani? Aywa. Wa pili, binti libni. Binti libni naye anarithi sudus. Anarithi sudus. Kuna tamko la kisheria kama vile Qur'ani au hadithi iliyomweleza. Haya ndiyo rawa al-Bukhari, amepokea Imam al-Bukhari, li binti libni sudus. Binti libni anastahiki kupata sudus, takmilatun thuluthain, na hapo ni kukamilisha thuluthi mbili. Binti libni atastahiki kwa hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari kiasi gani? Sudusi, ni 1/6. Hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari, mtu kafa mwanamume, kafa kaacha binti, kaacha binti libni. Binti libni ana mtoto wa mtoto mwanamume, binti wa mtoto mwanamume anakwenda kupewa 1/6 kufuatia hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana? Al-ummu, mama wa marehemu atarithi kiasi gani? Qur'ani inatufundisha nini? Huyu mama
wa marehemu, na sio kusema kwamba mali zote zibaki kwa mke wa marehemu au na watoto wake. Qur'ani ishatufundisha hii lugha hii ife, Waislamu ife kabisa, irehemeshwe hii. Qur'ani surati An-Nisa aya ya 11 vile vile. Rudia wewe, hata msafu wa Kiswahili upo, rudia, nenda katizame. Inasema nini kuhusu mama wa marehemu? Inasema wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad, wazazi wawili wa marehemu watastahiki sudusi. Sudusi ni 1/6, sio? Katika mali iliyoachwa na marehemu, kama anaye mtoto, tayari anaye mtoto, binti si mtoto kwa uwepo wa mtoto imemfanya huyu mama arithi 1 tushirikiane Waislamu, 1 aiwa. Tunakwenda mke wa marehemu, huyu hapa, mke wa zauja, azauja, mke wa marehemu. Je, Qur'ani imetoa maelekezo huyu atarithi kiasi gani? Naam. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum, ikiwa ninyi waume mna watoto, basi wake zenu watastahiki thumun, 1/8. Wal ukhti shaqiqa, dada baba mmoja mama mmoja na marehemu, huyu ni asaba. Yani huyu anasubiri warithi hawa waliotajwa na matamko ya Qur'ani, kinachosalia ni chake. Tunaelewana? Hivi sasa tunaanza kuichanganua sasa namna gani watarithi watu wale. Ni hivi, tuna 1/2, tuna 1/6, tuna 1/6, tuna 1/8. Hizi zimetamkwa na nani hizi Waislamu? Qur'ani. Na hii hapa binti Libni imetamka hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari. Tunaelewana? Sasa tunazo namba hizi kitaalamu hapa, hizi hii na hii zinafanana, wanaita tamathul. Hii na hii tadakhul, hatudili na hizi, tunadili na hii hapa. Ili kutafuta kigawio kidogo cha shirika tunafanya hivi, ni namba ngapi itakayoweza kugawa hapa na hapa bila ya kubakia? Namba ngapi? Namba 2. 6 gawa kwa 2 3. 8 gawa kwa 2 4. Ili tupate kigawio kidogo cha shirika tunafanya hivi, hii tunaipeleka hapa, hii tunaipeleka hapa. Ukizidisha hii mara hii, jibu lake ngapi? 24. Hii mara hii 24, si ndio? Kwa hiyo kigawio kidogo cha shirika itakuwa ni namba ngapi? 24. Tunaelewana Waislamu? Kwa hiyo tumepata kigawio. Hata njia nyingine uweza kuitumia ni hii hapa. Unaweza kukusanya zote hizi hivi, 2 6 6 8. Uweza kufanya njia nyingine 2 1 2 3 3, hapa inakuwa 4 2, hapa 3 3 2 2 1 3 3 1. Hapa namba itokogawa hapa ni namba 3, tunaweka 3 hapa, 1 1 1 1, ishakwisha. Tunachukua hizi hapa, hizi 2 mara 2 mara 2 mara 3 sawa sawa na ngapi? 2 mara 2 4, sio? 2 mara 3 4 mara 6 ndio kile kigawio. Umeona, kuna njia ya hivi na kuna njia ile, ni wewe tu unavyotaka. Ukiona rahisi kwako ni hivi. Sasa tushapata kigawio kidogo cha shirika, ni namba ngapi? 20 na ngapi? Haya, 24. 24 gawanya kwa nusu. Si nusu hii hapa imetajwa na Qur'ani, si nusu hii. Tunaweka namba ngapi? 2, si ndio nusu? Inakuwa ngapi? 10 na ngapi? Kwa hiyo binti wa marehemu atapata kiasi gani? Hii anapata binti, sio? Binti wa nani? Haya, 24
gawanya kwa hii hapa namba 6 ya chini, tunapata ngapi? Naam, 4. Yule ni nani? Binti ibni. Binti ibni, yani mtoto mwanamke wa mtoto mwanamume wa marehemu, sio mtoto mwanamke wa mtoto mwanamume wa marehemu. Lakini ingekuwa ni binti, ingekuwa ni binti, yani mtoto mwanamke wa mtoto mwanamke wa marehemu, haingii kwa sababu wanao kwao yule. Tunaelewana? Lakini Waislamu mwaona kama jambo dogo. Wallahi hii kazi hii. Haya, mtu wa tatu ni al-ummu. Ummi, Qur'ani imemtaja apate ngapi? Moja ya ngapi? Haya, moja ya 6. 24 gawanya kwa 6 tunapata hii, si ndio? 4. Mama, uongeze mama wa marehemu, sio? Haya, inayofuata ni moja ya ngapi? Moja ya 8. 24 gawanya kwa 8 sawa sawa na ngapi? Na ngapi? 3. Huyu ni mke wa marehemu. Sasa tunazijumlisha hizi hapa, hizi tuzitoe kwenye 24. 24 toa 20 na ngapi? 23 sawa sawa na ngapi? 1. Hii ndiyo ya dada wa marehemu, sawa sawa. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyosema warithi hivi. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyosema. Hawa watu wako binti wa marehemu, binti wa mtoto mwanamume wa marehemu, yule baba yake hayupo, sawa sawa. Alafu mama wa marehemu, alafu mke wa marehemu, alafu dada baba mmoja mama mmoja wa marehemu. Dada baba mmoja mama mmoja wa marehemu anapata anapata ile kwa wasaba, kile kilichosalia. Tunaelewana? Binti wa marehemu yake 12, binti ibni atapata 4, mama wa marehemu atapata 4, mke wa marehemu atapata 3, na dada wa marehemu anapata. Unamwona mama wa marehemu na mke wa marehemu anapata kubwa nani? Huyu mke ana ubora sana kuliko mama wa marehemu. Yaani mke wako ana ubora sana kuliko mama yako. Kwa hiyo lugha ya kutuambia mali zibaki tu na mke wa marehemu na watoto wa marehemu, hii hapa na hii hapa, hizi hapa tukiziondoa hii na hii wakatumia mke wa marehemu na binti wa marehemu na binti wa mtoto mwanamume wa marehemu, wakatumia 1, 2, 3, wakatumia hii na hii, zitakuwa 5, sio? Wanachokitumia ni mali, ni moto wa jahannam. Wanachokitumia ni kwa sababu ni haki ya mama wa marehemu na ni haki ya dada wa marehemu. Aliyesema ni haki yao hawa nani? Waislamu. Rudi katika surati Nisa aya 11, ndio iliyotamka aya 11, ndio iliyomtamka mama, na huyu ukhtu ni asaba, ndivyo ilivyotamka sheria ya dini yetu. Sasa hebu tuifanye sasa hii kwenye mali zote, sasa tuwagaie, itakuwa kiasi gani? Tunaelewana Waislamu? Hizi hapa hivi ni kigaio. Tunafanyaje? Tunafanya hivi. Tumesema mama binti anapata ngapi? 12. 12 ya 24, sio? Inakuwa hivi 12 20 na ngapi? Si 24 ndio inampa huyu, sio? Haya, tunafanya mara, na mali yetu yote, mali ya marehemu ni 100. Kwa maana majumba yake, magari yake, mashamba yake, pesa zake benki, zote zinathaminiwa zote. Hakuna asilimia inovuka 100. Tunaelewana? Sasa 12 chini ya 24, yani 12 juu ya 24 mara 100, tunatafuta asilimia ni sawa sawa na ngapi? Njia ya kufanya hapa tunarahisisha. 12 gawa kwa 12 ni 1, sio? 12 gawa kwa 24 gawa kwa 12
Inabaki ngapi? Mbili, sio? Haya, hapa imekwisha. Tunakwenda hapa. 100 gawa kwa 2 50, sio? 2 gawa kwa 2 imekwisha, sio? Imefanya nini? Imeisha. Kwa hiyo binti wa marehemu anapata asilimia ngapi? Anapata asilimia 50 ya mali yote ya marehemu. Tunaelewana? Anapata asilimia ngapi? Si ndo nusu? Au sivyo Waislamu? Haya, tunakwenda mtu wa pili. Ni nani? Binti ibni. Yeye tunafanya naye hivi. Haya, tunakwenda binti ibni. Ya kwake ni 4 juu ya 20, sawa? Mara 100. Tunatafuta yeye anapata kiasi gani? Hii 4 gawa kwa 4 ngapi? 1, sio? 24 gawa kwa 4 6. Huku imeshakwisha. Tunakwenda hapa. 100 gawa kwa 2 50. 6 gawa kwa 2 3, sio? Au sivyo jamani? Hii hapa 50 gawa kwa 3 tunapata ngapi? Subiri tufanye hivi wote kwa pamoja. Hapa 3, hapa 5, 50. Hii gawa kwa hii 1, hii mara hii 3, inabaki ngapi? 2. Teremsha 0. Hii gawa kwa hii tunaweka hapa 6, sio? Tunaweka 6, si ndivyo? Hii mara hii 10 na ngapi? 18. Ukitoa hapa inabaki ngapi? Inabaki 2. Hapa sasa hii haiwezi kuigaia hii. Tunaweka desimali turuhusiwe kuweka nini? 0. Tukigawa hii gawa kwa hii itakuja ngapi? Ukileta hapo 10 na ngapi? Ukitoa itabaki ngapi? Tunaongeza 0, tunaongeza 6. Utakwenda mpaka mwisho itakuja hapa ni 7. Basi. Kustopisha ile maneno yaisha unaweka 7. Sawa? Kwa hivyo binti huyu hapa anapata kama ni milioni 100, huyu binti wa marehemu anapata milioni 50, sio? Huyu binti wa mtoto mwanamume wa marehemu anapata milioni 16,670,000. Tunaelewana? Ndio anachokipata nani? Binti wa mtoto mwanamume wa. Sasa hii milioni 16 kusema mali hizi zote zibaki na mama na mke wa marehemu na watoto wa marehemu, huyu asipate, ni dhulma. Kwa hivyo kama kuna nyumba, kama kuna nini, huyu binti wa mtoto mwanamume wa marehemu ana hisa yake milioni 16,670,000. Hata kodi zile mkitoa mnakuja kugonga kwenye hisa yake. Huwa na hisa milioni hizi tulizopata, tukifanya kwenye hisa yake anapata, unakwenda unagusa kwenye hisa yake, itakuletea, unampa haki yake. Sio kugawana tu, wewe chukua chumba hiki, wewe chukua chumba, wewe chukua nyumba ile. Allah. Si tunaelewana Waislamu tunavyosema? Haya. Tunakwenda huyu mwingine. Tumeshamuona binti wa mtoto mwanamume amepata milioni ngapi? Milioni 16 na laki ngapi? Haya. Huyu mama wa marehemu naye atapata hivyo hivyo, kwa sababu namba yao si moja. Haya. Anayefuata huyu ni mke wa marehemu. Kwa hiyo tutafanya 3 juu ya 24 mara 100. Hapa kwa 3 ni ngapi? 8, sio? Kwa 3 1, sio? Tunaondoka sasa hivi Waislamu. Haya. Hii ngapi? Hii 8, sio? Kwa 2 4, kwa 2 50, sio? Kwa 2 2, kwa 2 25, kwa 2 1, kwa 2 inapatikana 1.2.5. Kama huja leo tunaweza kuifanya hivi. Hapa 2, hapa 25. Hii gawa kwa hii unapata 1. Hii mara hii ni 2, unatoa imeisha, si ndio? Haya, unateremsha 5. Hii gawa kwa hii ni 2. Hii alafu inakuwa 4, sio? Inabaki ngapi? 1. Tunaweka nukta, tunaongeza 0. Hii gawa kwa hii itakuwa ni 5, sio? 5 mara 2 inakuwa, hesabu imeisha, sio?
Haya, kwa hivyo mke wa marehemu anapata katika milioni 100, milioni ngapi? 12. Na mmekodisha nyumba zenu zote zinatema kwa mwaka, kodi zenu ni milioni 100. Mke wa marehemu atapata kiasi gani? Binti wa mtoto mwanamume wa marehemu atapata milioni ngapi? Umeona, binti wa mtoto mwanamume amepata kikubwa kuliko mke wa, umeelewa? Na huyu mke sio lazima ndo alomzaa huyu binti. Binti anawezekana huyu binti wa marehemu huyu si mama yake, lakini huyu ni mke wa marehemu. Au huyu binti wa mtoto mwanamume huyu si bibi yake, lakini na huyu ni mke wa marehemu, na huyu ni mjukuu wa mjukuu wa huyu marehemu wa mtoto wake mwanamume, anapata milioni 16, na mke wa marehemu anapata milioni 10 ngapi? 12.5. Ama hizi milioni 16 za binti wa mtoto mwanamume wa marehemu na hizi za mama zikichukuliwa zote na mke wa marehemu na yule binti wa marehemu aliyopata 50%, wakazichukua zikawazawa hizi, wanachokitumia ni moto wa jahannam. innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Nenda katika surati Nisa aya ya 10. Qur'ani inasema hivi. Kwa hiyo hii ni issue tunaizungumza shekhe, sio jambo dogo. Haya, tukijumlisha ni 50 ni ya nani? Alafu 16.67 ni ya nani? Ya binti ibni, sio? Alafu tena 16.67 ni ya nani? Ya mama, sio? Alafu tukajumlisha na 12.5 asilimia, hii ni ya mke wa marehemu. Hizi ukizijumlisha unapata 95.77. Umeona hii? Kwenye 100, hebu toa hii 100, toa hii, tabaki ngapi? 4.23, sio? Hii ndio anaoichukua dada wa baba mmoja mama mmoja wa marehemu kwenye milioni 100. Kwa hiyo hii ikitafunwa tu na mke wa marehemu, na hii hapa na hii zikatafunwa na mke wa marehemu, zote zikaingia huku, anachotumia ni moto wa jahannam. Anachotumia ni moto wa jahannam, na hana namna nyingine ataingia katika moto huo, kwa sababu Qur'ani ndivyo ilivyotamka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nimechukua dakika nyingi, mniwie radhi. Lakini nadhani mmepata kitu hapa. Kama kuna mtu ana swali basi aulize.